Bana, tupo na mchambuzi wa soka Charles Abel, tupate maneno matatu kwenye kile ambacho kimsingi unahitaji kukifahamu. Charles, inakuwaje? Poa, vipi? Tuko vizuri? Vizuri kabisa. Umeitazama Simba ile imecheza dhidi ya Big Man, lakini pia watu taswira kubwa wanaielekeza kwenye michuano ya kimataifa. Kwa namna ambavyo Simba unaiona inacheza, pengine eneo gani ambalo linakupa hofu kwenye ugumu kuelekea kimataifa? Nadhani ni eneo la mbele. Sababu Simba inacheza vizuri kuanzia nyuma hadi katikati na inatengeneza nafasi nyingi, lakini mwisho wa siku matumizi ya hizo nafasi yamekuwa ni changamoto kwa kweli. Leonel Ateba ni mshambuliaji ambaye ujio wake ulionekana kama ungeweza kuisaidia Simba katika safu ya ushambuliaji, lakini bado anaonekana anakuwa na changamoto za kutotumia nafasi. Kwa hiyo nadhani anatakiwa afanye kazi kubwa ya kuimarika ili awe tegemeo la Simba katika eneo hilo. Sijafurahishwa na namna alivyocheza leo, sababu ukiangalia positioning yake ilikuwa sio sahihi na amepoteza nafasi ambazo zingeweza kuifanya timu iwe salama zaidi katika mchezo. Sasa hapa unawazungumzia Big Man, lakini wanakwenda kuzana Al Masry, timu ambayo haiwezi kaipatia Simba nafasi nyingi za mabao. Kwa hiyo kama asipoimarika, kwa sababu ni mechi ambazo zinahitaji nafasi chache uweze kuzitumia upate ushindi. Usitegemee kwamba nafasi nyingi uzozitengeneza dhidi ya Big Man utazipata kwenye mechi dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo nadhani benchi la ufundi la Simba lina kazi kubwa sana ya kumkumbusha Ateba na washambuliaji wa Simba maana halisi ya matumizi ya nafasi. Yeah. Ateba tumhukumu kwa namba ama idadi kubwa sana ya nafasi ambazo wanazipata kiwanjani? Inawezekana hizo namba ambazo wameziweka hadi sasa hivi zingekuwa kubwa zaidi, pengine hata mara mbili kama angekuwa anatumia nafasi ambazo wanazipata. Bado ni mchezaji ambaye anapoteza nafasi nyingi pengine kuliko hata mabao ambayo anafunga. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu bado ana kazi kubwa ya kufanya ili kuisaidia Simba, kwa sababu ni mchezaji ambaye Simba imemleta kwa ajili ya kazi moja ambayo ni kuifungia mabao, sio vitu vingine. Yes. Labda kama ungeweza kuvaa viatu vya kocha Fadlu kwenye mchezo ambao unakwenda kucheza ugenini, ipi ningeweza kuwa option sahihi zaidi? Kuanza na Ateba ama Steven Dese Mukwala pale juu? Kwa maana mchezo wa ugenini ambao ungechezwa Misri, bado ningetamani kuanza na Ateba, kwa sababu ni mchezo ambao Simba anakwenda zaidi na hesabu ya kujilinda, kuwafanya Al Masry wasipate mabao, wasipate ushindi ambao utaweka Simba katika nafasi ngumu nyumbani. So kwa mechi ya Misri bado ningempa nafasi ya kwanza Ateba ili kuwalazimisha Al Masry wasifanye build up kuanzia nyuma. Lakini kwa mechi ya Dar es Salaam ambayo Simba wanahitaji matokeo, kwa mguu mimi binafsi ningeanza na wote wawili, Ateba na Mukwala. Mechi ya Dar. Yes. Double strikers. Yeah, double strikers. Ingeweza kulipa zaidi kwa mtazamo wangu mimi, lakini kwa sababu kwa faida kipi kingeweza kuwa faida zaidi kuanza na hao? Mukwala ni mtu ambaye anajua sana kutumia nafasi na Ateba ni mtu ambaye anawanyima na uhuru mabeki. Kwa hiyo wanapokuepo wawili kwa pamoja, manake utalazimisha namba kubwa wachezaji wa Al Masry kutopata akili ya kushambulia. Watalazimika kubaki katika eneo lao. Kwa hiyo na mara nyingi Simba wamekuwa wanacheza vizuri sana dhidi ya timu ambayo inajilinda. Kwa hiyo nadhani ndio maana nikaona hivyo kwamba Mukwala na Ateba kwa mtazamo wangu mechi ya Dar es Salaam ingekuwa ni mimi wangeanza kwa pamoja. Ili wakatafute sare ama ushindi itawapa confidence? Unajua mechi sasa hivi mpira wa Afrika umebadilika. Na timu nyingi hakuna nyumbani tena na ugeni, mentality ya nyumbani na ugenini sasa hivi haipo. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu na hata wenyewe Simba nadhani bila shaka hesabu yao ya kwanza ni kwenda kupata ushindi ugenini. Lakini ikishindikana lazima pia tukubali kwamba wenzao Al Masry watakuwa katika na home advantage. So bado matokeo ya sare yatakuwa mabaya kwa Simba, lakini priority ya kwanza unapokwenda kucheza mashindano kama haya na kwa hatua kama hizi na kwa ukubwa wa Simba, wanatakiwa ushindi ndio target ya kwanza. Yeah. Upande wa golini ungependekeza nani aweze kukaa pale golini kwa ajili ya mchezo wa kimataifa ambao ataenda kucheza? Golikipa chaguo la kwanza la Simba ni Musa Kamara, na kwangu mimi bado naona ni chaguo sahihi kuendelea kukaa langoni. Kwa nini asiwe Ea Manula? Unamzungumzia Aishi ambaye alikuwa ana muda mrefu hajaonekana katika viwanja vya mechi au vya mazoezi vya Simba. Ndio kwanza amerejea. Mechi dhidi ya Al Masry inahitaji wachezaji ambao wako fiti na wachezaji ambao wamekuwa katika mwendelezo wa ubora. Kwa hiyo Aisha amekaa nje muda mrefu, kumrashi na kumwaisha kucheza mechi kama hiyo, mechi ambayo ni crucial, ni kuiweka timu katika changamoto na hata kumweka mwenye mchezaji katika wakati mgumu. Na bahati nzuri Kamara amekuwa katika form na ni golikipa chaguo la kwanza, na
ukiangalia amecheza mfululizo kulinganisha na Manula. That's why naona karata yangu bado inaendelea kwa Kamara. Je, unaona kabisa kutakuwa na msaada wa mashabiki kuwepo kiwanjani? Shabiki ni mchezaji wa 12 na mara zote Simba imekuwa ni timu ambayo inafanikiwa sana inapocheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kitendo cha mashabiki wao Simba kurudishiwa mashabiki katika mchezo huo na kurudi katika uwanja ambao imeuzoea, uwanja ambao Simba imefanya mambo mengi makubwa katika mashindano ya kimataifa, nadhani ni advantage kubwa sana kwa Simba. Mashabiki siku zote wamekuwa ni chachu kwa Simba kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi naamini kama uwanja wa Benjamin Mkapa utafurika, Simba na nafasi kubwa sana kupata ushindi nyumbani na kumtoa Al Masry. Bwana, shukrani sana. Asante.